Ni furaha kubwa na tabasamu mwanana kuona kiongozi na wasikiliza wananchi wake na kutatua changamoto zao. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana. Sio mama tulikuwa tunapata tabu sana. Kwa kuliona hilo, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Deo Mwanyika, anakualika kutoa kero yako na changamoto ulionayo. Maji hatuna mpaka kesho. Kitongoji gani? Mheshimiwa mbunge, kwa hali ulipofikia pale, kwanza tunakushukuru. Sio mama tulikuwa tunapata tabu sana ya maji. Ndani ya dakika 60 za Deo Mwanyika na Njombe mpya hapa Kings FM Radio, kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi, na marudio yake siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 kamili usiku mpaka saa 4 kamili usiku. Usipange kukosa. Tukupongeza kwa kazi unazofanya. Tukupongeza kwa kazi unazofanya. Deo Mwanyika, bunge wetu Mwanyika, tukupongeza kwa kazi unazofanya. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha Deo Mwanyika na Njombe mpya. Ukisikia kiashiria namna hiyo kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 ni wakati wa kusikiliza kipindi cha Deo Mwanyika na Njombe mpya. Na kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi, na kurudiwa siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili usiku, mahsusi kwa ajili ya kuongea wewe mwananchi kupata nafasi ya kujua miradi inayotekelezwa katika maeneo ambayo wewe upo au unaishi, pamoja na kupata nafasi ya kutoa maoni ama kero ambazo unakutana nazo. Kipindi hiki kinakujia kwa udhamini wa One Voice Organization kutoka mkoani Njombe kwa kushirikiana na Kings FM Radio. Jina langu Emilia Msafiri, nitakaye kuletea matangazo haya mubashara kabisa kwa takribani dakika 60, lakini mtayarishaji wa kipindi anaitwa Steven Ngole maarufu Kizito kutoka hapa Kings FM. Na moja kwa moja bila kupoteza muda, msikilizaji, kipindi kilichopita ni kukumbushe kile ambacho kilifanyika. Kipindi kilichopita kilikuwa cha ufunguzi wa kipindi hiki cha Deo Mwanyika na Njombe mpya. Tulizungumza juu ya sababu ya kuanzishwa kwa kipindi hiki, na Deo Mwanyika alieleza kwa undani, ambapo tulizungumza naye kwa njia ya simu akiwa bungeni huko ili kupata maelezo hayo. Na haya ni machache kati ya yale mengi ambayo alizungumza. In case hukupata nafasi ya wewe kusikiliza kile ambacho kilikuwa kimezungumzwa, basi ni wakati wako wewe kuweza kujua ni kitu gani ambacho Deo Mwanyika alikuwa amekizungumza wakati alipokuwa akizungumza na wananchi kuhusiana na kuanzishwa kwa kipindi hiki cha Deo Mwanyika na Njombe mpya. Kumbuka ni temu yangu ya pili. Temu ya kwanza ilikuwa pamoja na kujifunza kazi na kujua namna ya kushughulika na wananchi, lakini moja ya mambo ambayo ni ya baini ni kwamba bado kuna tatizo la wananchi kuweza kumfikia mbunge kwa jinsi ambavyo wao wamejipanga. Tunawafikia mbunge, anawafikia wananchi kwa kupitia kwenye mikutano na ziara mbalimbali, lakini mbunge anawafikia wananchi kwa kupokea simu zao, kupata barua zao. Lakini mimi nikaona ni vizuri saa nyingine sio kila mwananchi atakuja kwenye mkutano, na nimeona kwenye mikutano yangu sio kila mmoja anaweza kaja. Mtu mwingine nilikwenda kwenye mkutano mmoja, nakumbuka ilikuwa Ihanga. Mzee mmoja akasema toka ulipokuwa umekuja kuomba kura hatuja kuona tena. Lakini haikuwa kweli. Asante. Haikuwa kweli kwa sababu nilikuwa nimeshaenda hiyo kata zaidi ya mara 4 katika ubunge wangu. Sasa nikaona kwamba nadhani ni muhimu vile vile watu wakapata nafasi ya kupiga simu au kuongea na mbunge au wawakilishi wa mbunge moja kwa moja, bila kupita kwa kiongozi yoyote. Kwa hiyo hapa mimi ninatafuta
kuongea na mbunge moja kwa moja au ofisi ya mbunge moja kwa moja. Na ukumbuke hata kwenye wakati wa vikao tunasema kwamba ziara na kwenda kwenye maeneo yao, saa nyingine watu wengine ni waoga kuongea kwenye public, kwenye eneo ambalo lina watu wengi. Kwa hiyo kama anaweza akachukua simu au akaandika message, na akijua kama kuna kipindi cha mbunge tarehe fulani, mimi nataka kuuliza kitu fulani, nadhani itawasaidia zaidi na itatoa mwanya zaidi mpana kwa wale ambao bado wanataka kumsikia mbunge. Na ndio hasa nia kubwa ya kuwapa wananchi hiyo nafasi. Na kwa nini sasa? Kwa sababu ya uzoefu ambao nimeupata. Nadhani hilo ndio jibu sahihi. Sasa hapo baadhi ya wananchi walitumia fursa hiyo sasa kutoa maoni, na hapa ni moja ya ujumbe wa mwananchi aliyeshiriki katika kipindi hicho kilichopita, kile ambacho alitamani mbunge aweze kukisikia. Nilisoma ujumbe huu. Kuna mwananchi hapa, yeye anatoka Kambarage huko. Ana vitu vyake kama 6 hivi. Cha kwanza amezungumzia habari ya, anasema tunaomba jamani mbunge atusaidie, eneo la Kambarage hatuna maji. Okay. Wamama wajawazito wanateseka, wanaenda kutafuta maji mbali. Hilo la mwanzo. Lakini pia amezungumza wakati huo huo, ametia neno lingine, anasema niombe kuuliza, jimbo la Njombe mjini lina viwanda vingapi vya parachichi? Mpaka sasa hivi tumehamasishwa sana kulima parachichi, lakini viwanda hakuna. Lakini anasema huku Nzengenedete, ambayo ndio hiyo Kambarage, anasema hii ni kubwa sana Kambarage. Tunaomba soko jamani, maana tunatumia 2,000 kufuata hapo la shilingi 1,000. Umenielewa? Unaweza kurudia tena hiyo? Yaani kule kuwe na soko. Kuwe na soko pale Kambarage. Yeah. Kwa sababu wanapata tabu, yani mtu kutoka Kambarage asafiri aende mpaka soko la Njombe mjini, soko kuu, anaenda kutafuta epo moja. Yeah. Umeona usafiri wake wanaenda na kurudi. Ni gharama. Ni gharama. Lakini amezungumzia habari ya kiwanja cha ndege. Anasema mpaka sasa hivi nini kinaendelea, wananchi hatuelewi. Pia amezungumzia barabara ya Lupembe Morogoro. Iko katika hatua gani ya ujenzi jamani? Ili pia mtusaidie. Haya, sasa matamanio ya mwananchi huyu kuhusiana na uwanja wa ndege yalijibiwa haraka sana, kwa sababu mbunge Deo Mwanyika swali hilo alilifikisha bungeni. Hebu kama hukupata muda wa sikia hali ilikuwaje baada ya kupata ujumbe kwamba kuna wananchi wanataka uwanja wa Njombe, uwanja wa ndege, wanataka wajue taarifa zikoje. Mbunge Deo Mwanyika bungeni akalifikisha. Mheshimiwa Deo Mwanyika. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi. Hitaji la uwanja wa ndege wa Njombe ni kubwa sana kwa sababu ya uchumi wa Njombe, lakini ni mradi wa kimkakati, lakini ni ahadi ya Rais. Ni lini sasa ujenzi wa uwanja huu utaanza? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Mwanyika kwa ufuatiliaji wake wa karibu sana juu ya uwanja wa ndege wa Njombe. Yeye na wabunge wenzake wa mkoa wa Njombe wanafanya kazi nzuri. Serikali imetambua na kuthamini umuhimu wa uwanja wa Njombe kama alivyosema kwenye kubebea mazao kama vile parachichi na kadhalika. Na kwa sababu hiyo serikali inakwenda kujenga uwanja mkubwa. Ni hatua gani tuko mpaka sasa hivi? Tayari tulikuwa kwenye hatua ya kwanza ya kutafuta eneo, kwa sababu eneo la pale mjini halitoshi. Tayari uongozi wa mkoa na mamlaka ya viwanja vya ndege wanashirikiana. Hatua ya pili tunayokwenda sasa ni kwa ajili ya kufanya usanifu, ili tuweze kujua kiasi gani kinachohitajika uwanja utakaojenga uweze kwenda sawa sawa na hadhi ya mkoa wa Njombe. Ni furaha kubwa na tabasamu mwanana kuona kiongozi na wasikiliza wananchi wake na kutatua changamoto zao. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana. Sio mama tulikuwa tunapata tabu sana. Kwa kuliona hilo, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Deo Mwanyika, anakualika kutoa kero yako na changamoto ulionayo. Maji hatuna mpaka kesho. Kitongoji gani? Mheshimiwa mbunge, kwa hali ulipofikia pale, kwanza tunakushukuru. Sio mama tulikuwa tunapata tabu sana ya maji. Ndani ya dakika 60 za Deo Mwanyika na Njombe mpya hapa Kings FM Radio, kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi, na marudio yake siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 kamili usiku mpaka saa 4 kamili usiku. Usipange kukosa. Haya ni
Basi yale ambayo yamejiri katika kipindi kilichopita ndo ambayo umejaribu kuyapata in case ulikuwa hujapata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi cha ufunguzi au kipindi kilichopita. Sasa msikilizaji, leo naweza nikasema sasa kipindi kinajikita katika kata ya Ramadhani. Kwanza tumefika katika mradi wa ujenzi wa zahanati ambayo ilianza kujengwa tangu mwaka 2018, lakini hadi sasa bado haujakamilika. Changamoto ni nini? Tulitamani kufahamu, lakini mpango ukoje ili kuweza kuhakikisha zahanati hii inakamilika? Utamsikia hapa mwenyekiti wa mtaa wa Wikichi, kwa sababu zahanati hii iko katika mtaa huo wa kata Ramadhani, anaitwa Tino Saif Kinyozi. Lakini pamoja naye utamsikiliza pia diwani wa kata ya Ramadhani Erasto Ngole wakiwa na Steven Ngole wakieleza mafanikio ya mradi huo. Lakini pia utasikia na mengine, matamanio yao, wanatamani nini kifanyike kutoka kwa mbunge Deo Mwanyika kulingana na kile ambacho wao kwenye kata yao kwa pamoja wanatamani kionekane, au wanatamani kitu kile kiweze kuonekana ili kusudi kila mmoja aweze kupata kile ambacho anastahili. Karibu uwasikilize. Kwanza utamsikiliza mwenyekiti, lakini pia utamsikiliza Erasto Ngole ambaye ni diwani wa kata ya Ramadhani. Naitwa Tino Saif Kinyozi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mgodechi. Changamoto zinazohusisha habari za afya ni kwamba sisi mtaa wa Mgodechi hatuna zahanati. Tukipata changamoto ya afya huwa tunakimbilia kwa majirani zetu, lakini sambamba na kukimbilia kwa majirani zetu huwa tunakwenda kwenye hospitali ya rufaa. Ni jambo ambalo ni tofauti na malengo yetu. Sababu ya kuenda kule ni kwamba sisi zahanati yetu haijaisha. Kama mnavyoiona tumeishia kwenye renda, lakini serikali ilituahidi kwamba sisi tuishie kwenye renda, baada ya hapo itatoa mfuko tuweze kumalizia. Lakini ndugu mtangazaji, naomba niseme kwamba namshukuru diwani, mbunge kwamba tumeshaingiziwa milioni 30 mpaka sasa kwenye akaunti yetu. Tupo kwenye michakato ya kuendeleza pale tulipoishia. Nina imani mwanzoni mwa mwezi wa 3 tunaanza kumalizia jengo letu. Lakini sambamba na huduma za zahanati kwamba tuna changamoto pia hapa mtaani. Kuna changamoto ya umeme, kuna changamoto za barabara za mitaani, hazipitiki kiurahisi kipindi hiki cha masika. Ombi letu ni kwamba bado tunaomba ushirikiano kwa wadau mbalimbali, kwa viongozi wetu, ili tuweze kutatua changamoto za barabara pamoja na umeme. Wananchi wa mtaa wa Mgodechi asilimia kubwa wananufaika kupitia kilimo. Sasa kilimo hatulimi majumbani, tunalima mashambani. Na ili tuweze kusafirisha mazao yetu tuuze kwa bei nzuri, ni lazima miundombinu hususan barabara ziwe zinapitika. Ila kwa sasa hazipitiki, zimeenda kuathiri uchumi wa mtaa wetu. Kwa hizo ndio changamoto ambazo zipo, ambazo tunahitaji tupate nguvu kutoka kwa viongozi wetu tuweze kuzitatua, mambo mengine yaendelee. Hiki jiji kina muda gani tangu kimeanzishwa? Kama mpaka sasa tunaona zahanati iko katika level ya boma kwa maana ya Rinta. Miaka yote mnapata wapi matibabu? Na ukizungumzia kama mnaenda rufaa, tunaamini rufaa kuna taratibu zake, kwamba kuna ngazi unaanzia mpaka ufike pale. Na miaka yote mmefanya nini kama serikali ya kijiji? Zahanati hii imeanzishwa 2018. Tumekusanya michango wananchi kwa kutoa mifukoni, lakini pia kuna wadau mbalimbali, hususan ni ndugu yetu Ngole kipindi ipo madarakani alikuwa anatusapoti, kuna mbunge naye alikuwa anasapoti. Lakini changamoto ya afya mpaka sasa tukiumwa, kwa kuwa hospitali ya mkoa ipo jirani, tunakimbilia hapo kwa maana kwenda kupata matibabu. Lakini sambamba na hapo kuna zahanati ipo pale Wikichi, ndio tunapokwenda pale kwa huduma za kwanza. Kwa kiasi gani kukosekana kwa zahanati katika kijiji chenu hapa kuna wagharimu katika muda na pesa pia za kutoka hapa kwenda huko? Lakini shughuli za nyumbani zinaathirika vipi tofauti na mtu angetoka hapo kuja kutibiwa hapa? Kwa kweli hakuna kitu ambacho kinaokoa muda kama ukifuatilia matumizi ya muda. Kwa hiyo tunatumia muda mwingi kutembea, tunatumia muda mwingi, kwa mfano ile hospitali ya rufaa haishughulikii mtaa wetu tu,
tunashughulikia nchi nzima. Kwa hiyo unakuta tunaenda kupata huduma kwa kuchelewa, ni kwa sababu mkusanyiko wa watu unakuwa ni mkubwa. Lakini kama zahanati yetu tungeimaliza, na imani tungeenda kupunguza msongamano wa matibabu kwenye hizo hospitali za jirani. Kwa hiyo ombi letu, lengo letu, tumalizie kwa wakati, na imani tutamaliza. Mheshimiwa Diwani anakusikia hapa, naye unamwambia nini kuhusiana na zahanati hii? Afanye nini pengine? Mheshimiwa Diwani, mimi kwanza namshukuru. Yeye ni diwani wa matendo, sio wa kuongea. Tuko naye bega kwa bega. Ndio maana hata kiasi cha milioni 30 toka alivyoingia madarakani kwa muda wa mwezi mmoja kimeshapatikana. Ombi letu, naomba tuendelee kushirikiana, aendelee kutusapoti, aendelee kutusemea kwa viongozi wa juu. Ukipata nafasi ya kuongea na Mwanyika ambaye ni mbunge wenu, ungemweleza nini kuhusu mtaa wenu pamoja na huduma za afya? Atutazame kwa jicho la tatu. Atutazame kwa jicho la tatu ili huduma za wananchi tuzipate tunapoishi, yani karibu na mazingira yetu. Mheshimiwa Diwani, tupo kwenye kata yako na sisi ni Kings FM kupitia kipindi cha Deo Mwanyika na Njombe Mpya. Tunaangazia sekta mbalimbali ambazo zinahudumia wananchi, na wewe ndio mwakilishi wa wananchi katika ngazi ya kata. Katika kata yako pengine ni mambo gani ya msingi ambao unajivunia, lakini ungetamani vitu gani viwekewe mkazo zaidi ili kuhudumia wananchi wako kata ya Ramadhani? Asante. Kwa majina naitwa Erasto Gaspar Ngole, Mheshimiwa Diwani wa kata ya Ramadhani. Ndugu mtangazaji, maeneo ambayo ningependa yangetiliwa mkazo sana kwenye kata ya Ramadhani kwenye hizi siku 100 za mwanzo za mama, kwanza ni eneo la afya. Eneo la afya kwa maana ya miundombinu ya afya kama zahanati, vituo vya afya na hospitali. Na kwangu mimi ninajivunia Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika kwenye hizi siku 60 za mimi mpaka sasa kuna vitu nimeviona kwenye eneo la afya. Kwa mfano hapa tulipo Mgodechi, wakati wa kampeni wananchi walikuwa wanamuuliza Mheshimiwa mbunge, na kwa sababu ndo walikuwa narudi kipindi cha pili, kwamba Mgodechi kuna zahanati ambayo haijakamilika na inaleta adha kwa wananchi, kwa sababu eneo hili kuna hospitali ya rufaa ya mkoa. Lakini taratibu za matibabu huwezi kuanzia hospitali ya rufaa, lazima uanze na ngazi za chini kutokana na tatizo ulilonalo. Huwezi kwenda hospitali ya rufaa ya mkoa kwenda kutibiwa mafua. Kwa hiyo ngazi ya msingi ya afya ya huduma za afya ni zahanati. Sasa hapa kuna zahanati ambayo kwa kweli ina muda mrefu haijaisha. Lakini hapa kuna fedha za wadau, kuna nguvu za wananchi, kuna mfuko wa jimbo, lakini pia kuna fedha kutoka halmashauri. Mimi nipo kwa wadau na mimi nilichangia, lakini niko kwenye kundi la wadau. Ndugu mtangazaji, ninachoweza kusema hapa, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Deo Mwanyika. Wakati wa kampeni alielekeza kabisa kwamba kuna fedha milioni 30 zimetengwa tayari, na kwamba baada ya uchaguzi zitaletwa mara moja ili ziweze kuendeleza ujenzi. Na nafurahi kuambia ni kama wiki 3 hivi kutoka tarehe ya leo tumepokea kwenye akaunti ya zahanati Mgodechi fedha shilingi milioni 30 kutoka halmashauri, zile fedha ambazo Mheshimiwa mbunge alizungumza. Lakini kama haitoshi, kwenye budget ya 26 kwenda 27 hapa hii zahanati imepewa milioni 50. Na ninaamini kwa milioni 30 iliyoletwa juzi na milioni 50 ambayo imeongezwa kwa budget inayokuja, hii zahanati inaenda kuanza kazi. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwa hapa, mbunge amefanya kazi kubwa. Hii nguvu unayoiona hapa, kuna mfuko wa jimbo, kuna fedha za mapato ya ndani ya halmashauri, lakini pia kuna mkono wake binafsi yeye kama mbunge. Kwa ametutafutia fedha huko nje serikalini na nini, na yeye ameweka mkono wake. Kwenye hilo ninamshukuru. Lakini pia tumetoka mtaa wa karibu hapo unaitwa mtaa wa Wikichi. Pale ule mtaa wa Wikichi umejengewa shule yani tuliletwa package nzima ya shule ya sekondari imetua pale Wikichi. Lakini ni juhudi za Mheshimiwa mbunge, hatujui kwenye mapito yake huko, lakini alikumbana na milioni kama 500 hivi akazileta kwenye kata ya Ramadhani hapa Wikichi, na shule imekamilika na tayari watoto wanasoma, na kulikuwa na tatizo la maabara. Juzi tumepokea kwenye account milioni 30 na mbunge aliniambia nenda mkachungulia hapo kuna milioni 30 imeingia. Kwa hiyo kwa kweli kwa dhati ya moyo wangu
namshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kazi kubwa anazozifanya kwenye kata yangu ya Ramadhani. Sio hapa tu. Ukienda pale Kibena hospitali, kuna gorofa pale limechongwa la milioni 900. Gorofa lile la milioni 900 sisemi kwa sababu ya kumsifia mbunge au najipendekeza kwa mbunge. Nasema kwa sababu yamefanyika. Ametutafutia milioni 900, zimekuja hospitali ya mji wa Njombe. Sasa hivi gorofa limeshaisha. Tunamimina bimu la mwisho pale juu. Lakini baada ya kuona lile gorofa limefika floor ya pili ndo inakamilika, na ndo mkataba wa kwanza ulikuwa vile, nadhani ameshauriana na mamlaka zingine, wameamua kuongeza floor ya 3. Ndio maana nasema magorofa ya Ramadhani sio sawa na yale ya Uwemba, na mbunge ameamua tupendelee kwenye eneo hilo kuonyesha hadhi kwamba tuko kwenye mji. Kwa hiyo ametutafutia fedha nyingine, anaenda kutafuta fedha nyingine kwa ajili ya kuongeza floor ya 3. Yani itakwenda kupunguza kabisa uhaba wa majengo kwenye hospitali ya mji wa Njombe. Ofisi nyingi, madaktari wengi tutawakuta watakuwa kwenye lile gorofa. Kwa kweli mimi sina cha kusema. Tukienda Tanroad, tukienda upande wa Talula, nimempelekea vilio vingi. Kuna siku nimempigia simu kwamba mheshimiwa mbunge, njia ya Kibena kupitia Howard kuja Maheve imekatika kabisa, hakuna mawasiliano. Ndani ya siku 2 alinipigia simu kwamba kesho asubuhi saa 1 watu wa Talula watakuwa eneo la site pamoja na waratibu wangu, nenda mkakutane. Tulikutana pale pamoja na viongozi wa mitaa ya Maheve na Kibena. Tulizungumza, tuliliona tatizo, Talula walilichukua, aliondoka nalo. Sasa hivi tatizo lile limeshaisha. Wamekwenda wametandika pale changalawe, wamefukia makorongo yote, wameweka mifereji, magari tani 10 pale yanapita. Sasa Mungu atupeni. Sina cha kusema, lakini nasema tunamuombea mheshimiwa mbunge, lakini pia kwa kazi kubwa anazofanya jimboni, ameng'ara mpaka ndani ya bunge. Amepata kamati kubwa ya kilimo, elimu, uchumi na nini. Wenzake wa bunge wamemwamini. Mwisho wamemtwisha mzigo ule kwa mwenyekiti wa bunge. Sasa Njombe tusemaje jamani? Tunamshukuru Mungu kwa yote, lakini tunamuomba mheshimiwa mbunge aendelee kuikumbuka kata yake ya Ramadhani. Kwa sababu pia tunamdai pamoja na haya anayoyafanya, alikuwa anayafanya kwa sababu alikuwa anatulipa yale malipo ya nyuma. Sasa hivi tena tumempa kura nyingi. Najivunia kutamka kwamba inawezekana Deo Mwanyika, kwa tafiti zangu, kura nyingi sana za ubunge amezipata hapa kwenye hii kata ya Ramadhani. Kwa hiyo high speed leo ianza, manake analipa deni ambalo sisi tumemkopesha. Tunamshukuru, bado tunaendelea kumdai madeni yetu, aendelee kuleta, lakini speed ni nzuri na tunamshukuru. Kuna muda unapotea hapo wananchi wako kupata hizo huduma huko. Hiki kijiji ni cha miaka mingi. Nini kilikwamisha miaka yote zahanati kutoa huduma za afya? Maono ya viongozi. Maono ya viongozi waliokuepo ndio yalitufikisha hapa. Na haya ni mimi nimeingia, nimeona haya maono yanatekelezwa, yameshaonekana, yako kwenye, na mimi nimeungana sasa. Maki mimi ndio awamu yangu ya kwanza. Haya mambo ni ya mbunge ametoka nayo. Kwa hiyo mimi nimeungana naye, tunakwenda. Ni maono tu na kuamua kufanya. Kuna kitu gani unadhani bado ni kizito kata ya Ramadhani Njombe hatukijui unatamani kiweze kumulikwa zaidi? Barabara ya Ramadhani Iyai. Ukichukulia ile barabara ya Ramadhani Iyai, unaikuta mitaa 3. Mitaa ya Maheve, Itulike shuleni na Itulike Amani. Na kwa jimbo la mheshimiwa Deo, jimbo la Njombe mjini, kile kipande kina kilomita karibu 20 kiko kwenye jimbo la mjini. Kwa kweli ikitazamwa ile barabara, inawezekana ni changamoto kubwa sana ambayo imebaki kwenye kata yetu ya Ramadhani. Mengine ya kawaida, zahanati, shule, madarasa na nini. Mimi nashukuru na nasema tu kweli, tumepewa madarasa pale shule ya sekondari Maheve. Sasa hivi kuna madarasa zaidi ya 8 hayatumiki, hayana wanafunzi. Ukienda Mpeto kuna madarasa zaidi ya 4 hayatumiki, hakuna wanafunzi. Kwa hiyo tusemaje jamani? Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Kuna madarasa yamejengwa Maheve sasa hivi. Juzi umemsikia mbunge anasema tunataka kuanzisha kidato cha 5 na cha 6. Shule ya Mpechi, Mgola na Maheve. Lakini ukienda Maheve madarasa yalishajengwa ya kidato cha 5 na cha 6. Mambo mengi yamepiga kazi nyingi kwa kweli.
sisi tunamshukuru Mungu na endelee kutunga mkono kwenye hizi kazi zinazoendelea. Kwenye elimu umesema vizuri, lakini bado mwaka jana kata yako haijafanya vizuri. Sasa mheshimiwa, unazungumzia mambo ya mwaka jana, ndio ofisi haikuwa na mimi. Nimeshakutana na taasisi za elimu sekondari na msingi. Ninachoweza kukuthibitishia kwa wazi kabisa, mwakani hatutakuwa hapa tulipo Maheve, na mwezi Februari mwakani uniulize, baada ya matokeo ya kidato cha pili na kidato cha 4, nina uhakika tunaenda kuwa na wani nyingi sana pale Maheve na kule Mpeto, kwa sababu tumesuka mipango, lakini pia tumekaa na walimu wamekubali kurudi kazini. Unajua wakati mwingine hata walimu nao wanakwenda kutokana na kiongozi anavyoonyesha njia. Lakini nilimpigia mbunge simu nikamwambia, bwana, katangu ya mwisho kwenye mitihani kidato cha pili na kidato cha 4 kata ni ya mwisho, tunafanyaje? Alinishauri kwa muda mrefu sana, na mimi nikapokea ushauri, nikachanganya na zangu, nimekaa na viongozi wote wakiwemo wakuu wa shule, walimu wenyewe na wanafunzi, nimekutana nao. Tumeweka mikakati ya kuhakikisha kata yetu ya Ramadhani mwakani inapanda sana juu kwenye ishu ya elimu. Ramadhani na wananchi wa aina gani? Ramadhani na wananchi wa aina mbili. Kama unavyoona hapa ni Mgolechi. Ukiangalia Mgolechi huwezi kusema labda ni mjini, lakini ukifika Ramadhani unaona kuna hali ya mjini. Kwa hiyo hii kata upande mmoja ina asili ya mji, upande wa pili ina asili ya vijiji. Lakini sisi wote tuko mjini. Ni kata ya Ramadhani ambayo iko Njombe mjini. Kwangu hii ni faida kwa sababu sisi hatufuati vyakula mdandu. Tunalima wenyewe. Tuko kata ya Njombe mjini, kata ya Ramadhani, tarafa ya Njombe mjini, lakini chakula tunakitegemea. Lakini pia mahali kama hapa hawa ndio wanaolisha hapa Mgodechi, hawa ndio wanaolisha Mombasa, hawa ndio wanaolisha Dar es Salaam, hawa ndio wanaolisha Tanga. Ukienda sasa hivi hapo utakutana na madalali wa Somali, utakutana na wafanyabiashara wametoka Mombasa wa Kenya, utakutana na wafanyabiashara wametoka Nairobi wako Mgodechi. Kwa hiyo hapa kwa haraka unaweza kuona kama ni kijiji, lakini hiki ni kijiji mji, lakini pia kinapokea wageni wengi, na vijana wa hapa ni wapambanaji. Madalali wakubwa sana wa zamani wako hapa. Sasa hivi wametajirika. Lakini pia wafanyabiashara wakubwa wanao supply viazi na mazao mengine kwenye masoko makubwa wanatokea Mgodechi. Kwa hiyo tunakata ya namna hiyo. Swali langu nakuuliza ili kutaka kujua aina ya wananchi. Jamii hazipendi viongozi wenye siasa, wanataka utekelezaji. Nataka kujua katika mtazamo huo, wananchi wako wanawatazamaje viongozi wao, na viongozi wao wanaelewa kile wananchi wanachotaka? Wananchi wa kata ya Ramadhani wanataka matokeo. Yaani wanataka wewe ongea tu, ila mwisho wa siku wanataka matokeo. Hiyo ndio tabia ya wananchi wa kata ya Ramadhani. Wanataka matokeo. Ukija kesho uoneshe kile ulichosema jana. Lakini kama unakuja na story za juzi bila matokeo, hawawezi kukwambia chochote, lakini watakuweka kwenye kijiganja, alafu utasubiri siku ya kuondoka wataagana na wewe. Kwa kweli kwa mimi binafsi ninavyofahamu, nimekuta wananchi wanaishi vizuri sana na mbunge. Kwenye kata yangu sijaona tatizo kubwa sana la mbunge kwamba wananchi wanalalamika mbunge hajafanya. Kila mahali amegusa. Sasa nizamu yangu sasa, mwenzangu mbunge amemaliza, watu wameshamuelewa, mimi ndo naanza. Kwa hiyo na mimi nataka nifuate nyayo zile ili wananchi wanielewe zaidi. Lalamikia maji, lakini tunaona majaribio ya kwanza yamefanyika kwenye kata yako ya kutoka Lugenge ya maji. Maji ya Lugenge bro yamekuja. Tunamshukuru pia mbunge. Kulikuwa na adha kubwa kwenye eneo la mtaa wa Ramadhani, walikuwa hawapati maji kabisa na Kibena. Kwa hiyo mradi wa Lugenge unalisha sasa hivi Ramadhani, mradi wa Ichunilo unalisha Kibena. Na hizi ni jitihada za mbunge mwenyewe. Mimi nimekaa na mkurugenzi wa mamlaka ya maji mjini Njombe, anakuchanganulia kabisa kwamba hapa tulikwama. Tulivyokwama tulisimama miezi 2, alivyoondoka mbunge alikaa miezi 3, lilikuja fungu tuliendeza mradi mpaka hapa tena hela iliisha, tulikaa muda fulani, mbunge akaenda kuhangaika hivyo. Kwa hiyo unajua kabisa trend ya mradi ulivyoenda na jinsi mbunge alivyokuwa anashiriki mpaka hapa tulipofika. Ongea wananchi. Mimi nawaomba wananchi wa kata ya Ramadhani waniunge mkono, mimi diwani wao, wamuunge mkono mheshimiwa mbunge wetu, tumuunge mkono mheshimiwa rais. Sasa hivi sio muda wa kupoteza. Jimbo letu lina kata 13. Kila diwani anataka kufanya kwenye kata yake.
Mimi kwenye kata ya Ramadhani na waomba wananchi kwenye ile miradi tunayotakiwa kuibua na kuchangia, tuibue na tuchangie, kwa sababu hakuna mradi ambao unaletwa moja kwa moja bila wenyeji kuonesha nguvu zao. Kama mnataka madarasa, lazima muanze wenyewe. Kama kuna shule, mtakuwa muoneshe kwamba hapa tunataka kujenga madarasa, tumefika hapa, tunaomba serikali tuunge mkono. Kama mnataka zahanati, hali kadhalika. Kwa mfano, Itulike Amani sasa hivi tuna mchakato wa kujenga shule. Tuko kwenye kipindi cha kutafuta eneo la kujenga shule. Na kidogo hilo jambo limetubabaisha pale kijijini. Viongozi kidogo tumekosana. Wapi lipatikane eneo? Wananchi wanasema twende huku, wengine wanasema twende huku, wengine wanasema twende huku. Tunadiriki mpaka kwenda kutaka kuchukua maeneo ya watu ambayo hatuhusiki nayo kwa sababu tu ya hamu ya kujenga shule. Na kitu ambacho kimetupelekea wengine mpaka hawasalimiani. Wanataka kujenga shule kwenye eneo langu, hamu ya maendeleo. Ukienda Itulike shuleni na kwenyewe tunataka kujenga zahanati. Tayari michakato imeshaanza, barua zimeshapelekwa kwa mkurugenzi na tayari eneo ambalo nitakuwa tujenge zahanati limeainishwa na mbunge, taarifa nayo. Ukienda Maheve wanataka zahanati, tayari eneo limepatikana, watu wa ardhi wamekuja, wameshaainisha, wameweka beacons, tayari kazi inaenda. Kila mahali mambo yanakwenda. Ramadhani na wenyewe wana mpango wao, Kibena wana mpango wao, Mpeto, kata nzima sasa hivi wako kwenye miradi. Mgodechi wenyewe pamoja na mradi huu wana mradi mkubwa wa ujenzi wa ofisi ya mtaa. Na nakuhakikishia Mgodechi hapa kuna watu wanaojielewa. Ofisi ya mtaa hapa tuna uwezo wa kuijenga ndani ya wiki moja. Ninawajua watu wa hapa. Kama viongozi tukikaa vizuri, na tayari tumeshaongea na mwenyekiti wa mtaa. Tayari ameshaanza kukusanya mawe trip moja moja. Anakusanya fedha, lakini tuna mpango mkubwa wa kuja kuwashirikisha wananchi tufanye harambee. Huwa tunafanya harambee za kawaida, sasa tunataka tufanye harambee ya ujenzi wa ofisi ya mtaa. Tunapeana ikiwezekana labda miezi 6 au mwaka, kwamba jamani tujipange na harambee itakuwa siku fulani. Angalau harambee mimi diwani nitatoa milioni 1. Wewe mwananchi wa kawaida basi anzia 50. Atakuja na mahindi, atakuja na viazi, atakuja na fedha, atakuja na parachichi, na wanunuzi wa parachichi watakuwa pale, wanunuzi wa mahindi watakuwa pale. Utakuta tumekusanya milioni 30, tayari tunainua ofisi. Ni hivyo mheshimiwa. Sasa umwambie Mwanyika, ongea na Mwanyika kitu gani cha msingi hasa afanye, anze nacho para Ramadhani. Mzee Mwanyika, angalia sana lami ya Itulike bro. Na ye mwenyewe anajua wakati wa kampeni tulizungumza sana lami ya kutoka Ramadhani kwenda Iyai. Tumeizungumza sana, na tukitoka hapa ndio tutaenda kwenye ile barabara na wananchi wanatusubiri pale. Na niombe mheshimiwa mbunge, ninajua we ni mtu wa watu, hii kata ni ya kwako, mimi ni mdogo wako, mimi ni rafiki yako, mimi ni mpambanaji wako. Iangalie kwa jicho la tatu lami hii ya kutoka Ramadhani kwenda Iyai. Ninajua mheshimiwa mbunge yuko kwenye kipindi kigumu sana cha ukamilishaji wa barabara ya Itoni Lusitu. Lakini pamoja na hiyo barabara ya Itoni Lusitu, jicho la tatu libaki Itulike. Asante sana. Ni furaha kubwa na tabasamu mwanana kuona kiongozi na wasikiliza wananchi wake na kutatua changamoto zao. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana. Sio mama tulikuwa tunapata tabu sana. Kwa kuliona hilo, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Deo Mwanyika, anakualika kutoa kero yako na changamoto ulionayo. Maji hatuna mpaka kesho. Kitongoji gani? Mheshimiwa mbunge, kwa hali ulipofikia pale, kwanza tunakushukuru. Sio mama tulikuwa tunapata tabu sana ya maji. Ndani ya dakika 60 za Deo Mwanyika na Njombe mpya hapa Kings FM Radio, kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi, na marudio yake siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 kamili usiku mpaka saa 4 kamili usiku. Usipange kukosa. Sasa msikilizaji, kwa maoni yako na kuweza kutuma ujumbe juu ya kipindi hiki pamoja na kueleza changamoto ulizonazo kwa mbunge wako, basi tuma ujumbe wako kupitia namba 0747130140. Ukisha utuma ujumbe huo na nitausoma hapa studio kwa niaba ya kuonesha kwamba ujumbe wako umefika. Lakini kipindi kijacho sasa tunakwenda kupata majibu kutoka kwa mbunge, kama vile ambavyo umesikia yule mwananchi ambaye alituma ujumbe kutoka Kambarage. Ameuliza habari ya uwanja wa ndege, lakini jambo hili likamfikia mbunge na yeye akalifikisha bungeni. Umesikia kitu gani alichokuwa amekiuliza kuhusiana
na uwanja huo. Lakini hata hivyo huzuiliwi kupongeza pale ambapo unaona kuwa kuna haja ya kutoa pongezi kwa kile ambacho kimefanyika. Na wakati huo ukiendelea kutuma ujumbe wako, naomba nikujuze kwamba One Voice Organization ni taasisi ya maendeleo ambayo inafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu kabisa na serikali katika kuleta maendeleo endelevu kwa jamii, ikiwa na lengo la kuwajengea uwezo vijana, wanawake na makundi maalum waweze kujitegemea kiuchumi na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. One Voice Organization inahamasisha kutekeleza miradi endelevu ikiwemo ufugaji bora wa samaki, utunzaji wa mazingira na kilimo chenye tija. Kwa hiyo kupitia miradi hii, taasisi inaongeza uzalishaji, kulinda rasilimali za asili na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Unaweza kufika sasa katika ofisi zao ambazo zipo kata ya Mji Mwema, barabara ya Nazareti, mkabala na shule ya msingi ya Nazareti. Na nikukumbushe tu kwamba One Voice Organization ndio wadhamini wakuu wa kipindi hiki cha Deo Mwanyika na Njombe Mpya, ikishirikiana na Kings FM. Sasa wakati ukiendelea kutuma ujumbe wako kupitia namba 0747 130 140, na hapa studio tukiendelea kupokea, lakini nikutajie tu namba pia za kuweza kupiga kwa wewe ambaye unatamani kupiga simu alafu tuweze kupokea maoni yako. Unaweza ukatumia namba 0764 611 111, 0764 611 111. Hizo ndio namba ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kusema kile ambacho unatamani kimfikie mbunge, ili kusudi majibu sasa uje uyapati kwa wazi. Kwa sababu inawezekana umekosa nafasi ya kuonana na mbunge, umekosa nafasi ya kufika ofisi ya mbunge. Sasa amerahisisha mbunge kwa kutumia Kings FM, unafikisha maoni yako, unafikisha changamoto zako, na inawezekana pongezi zikamfikia, ili tuone Njombe Mpya inabadilika vipi. Wizara ya Afya inasema mama mjamzito apate huduma bure. Inakuwaje ukienda kufungua kadi ya clinic wanataka uende na 30,000? Hili nalo swali lazima limfikie mbunge, na niseme tu kwamba maswali yako yote yataweza kujibiwa, na kama kuna swali au kuna changamoto ambayo umeifikisha inahitaji ufafanuzi zaidi au inahitaji wale wahusika wa wizara husika waweze kulijibia, basi itakuwa vizuri sana. Lakini la muhimu tunataka tupate Njombe Mpya. Unaweza kupiga 0747 ukatuma ujumbe 0747 130 140, lakini ukapiga simu kupitia 0764 611 111. Huyu anasema niite Mr. Tabasamu, anasema niko Uyelevale. Mimi nampongeza mbunge Deo Mwanyika kwa kuwa tumepata mbunge mchapakazi, ila nina changamoto. Nitaenda ofisini, changamoto yangu mimi kama kijana nitaenda kumweleza. Hilo pia ni jambo zuri, kwa sababu umesikia katika kipindi cha kwanza kwamba inawezekana ukapata nafasi ya kulileta hapa, lakini pia ukafika ofisi ya mbunge, lakini pia ukapiga simu moja kwa moja, ila tu cha muhimu ni kuhakikisha unakwenda ukiwa unajua kabisa kwamba nakwenda kueleza jambo 1, 2, 3 ambalo linahusiana na maendeleo ya Njombe Mpya. Tuishi Mgunda kutoka Njombe Lupembe Ikangasi huko anasema, je, ni lini barabara ya Njombe Lupembe itakuwa na kiwango cha lami? Hili swali leo linaulizwa kwa mara ya pili, kwa sababu mara ya mwanzo katika kipindi cha kwanza aliuliza msikilizaji mwingine au mwananchi kutoka Kambarage. Nina imani pia hili nalo litakwenda kupata majibu kutoka kwa mbunge. Huyu anasema nawapongeza sana hao viongozi, wanapambania sana wananchi wao. Tunawasikiliza vizuri. Kutoka Hagafilo anaitwa Palasido kutoka Kibena. Asante sana kwa ujumbe wako, lakini wewe ambaye wakati huu bado unaendelea kutusikiliza,
Kama umesikia kwa uzuri sana kipindi hiki cha Deo Mwanyika, naomba nikwambie tu kwamba sasa nafasi iko kwako kuweza kutuma ujumbe kwenye namba 0747 130 140. Lakini pia unaweza ukapiga simu kwa namba 0764 611 111. Nina imani sana kwamba katika kipindi kijacho basi mbunge ataweza kukuletea majibu yako, na inawezekana wasaidizi wake wakawa hapa ili kuweza kujibu moja baada ya jingine. Wakati huo ukiendelea kuandika ujumbe wako, ukiendelea kutafakari kitu gani unatamani upige simu ili tuweze kukusikia, basi nikuambie tu kwamba tulifika katika kata ya Ramadhani. Wakati huo tukiwa tumezungumza na viongozi, lakini pia wananchi hawakuwa nyuma kuonesha changamoto zao au maoni yao, kutoa maoni yao ili yaweze kumfikia mbunge. Wananchi wa Itulike katika kata hiyo ya Ramadhani walipata nafasi ya kuzungumza na Stephen Ngole au Kizito, kueleza haya ambayo wanayaeleza kwa ajili ya mbunge kuweza kuyasikia, na ni kwa sababu ni katika kipindi hiki cha Deo Mwanyika na Njombe Mpya ndiko ambako mengi yanatatuliwa. Basi tulipata nafasi ya kuhakikisha kwamba wananchi hawa wanatoa ya moyoni. Wasikilize halafu na wewe huku kiendelea kutuma ujumbe wako. Kwa majina anaitwa Exaudi Mwalongo alimaarufu Molson. Umuhimu wa barabara katika eneo letu na kata yetu Ramadhani, kuna hii barabara kutoka Iyai kwenda Njombe. Tuna uhitaji wa rami kwa sababu sisi ni wafanyabiashara, pia ni vijana wa bodaboda. Umuhimu wa bodaboda ni tuna uhitaji wa rami kwa sababu kuna barabara inatusumbua sana, hasa kipindi cha masika. Barabara yetu ni mbovu sana. Kwa hiyo tunajikuta tunaingia gharama kubwa sana kusafirisha mizigo kutoka Njombe mjini kuleta sehemu yetu ya biashara ambayo ni Itulike. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie kwa jicho lingine, kwa namna nyingine itusaidie, tuone namna gani itatusaidia kutufeva sisi wafanyabiashara kusafirisha mizigo yetu na si watu wa usafirishaji kufikisha mizigo sehemu yetu ya kazi. Kuna nafasi ya kuongea na Mwanyika, unaweza kumwambia changamoto gani zilizolika? Changamoto kubwa ya barabara tunaomba msaada utengenezee rami, sababu ni mbunge wetu, tunampenda, ajitahidi kwa namna moja au nyingine atuboreshie barabara ya rami tusaidie. Changamoto gani zilizolika? Jenge shule eneo letu halina shule. Kijiji chetu cha Itulike hatuna shule. Kwa hiyo tuombe mbunge atusaidie kwenye hiyo shule. Gaspar Kasada Ngole. Mimi nasikitika sana na barabara hii. Barabara hii ni barabara mwanzilishi kabisa toka Zambia mpaka Dar es Salaam. Ndio ilipita njia hii. Lakini imekuja sasa hivi, imekuja kukuta mshangao, imeanza kujengwa ya Makambako kwenda Zambia. Huku barabara mama imesahaulika. Na njia hii na ramani ya posta za simu zilipita humu, lakini sasa baada ya mambo mengine wakaisahau hii barabara mama. Sasa tunaona uchungu sana, watoto si wazee kwanza, toka miaka tunapata shida sana wa usafiri wa barabara hii, na utekelezaji wa mambo ni kama tunasahaulika. Hilo mimi natoa ombi, kusema ukweli nina miaka 97 hapa nilipo, lakini toka huko nyuma tumepata tabu. Sasa tunataka na watoto waendelee kupata tabu hizo. Sitaki mimi nife watoto wanapata tabu, nife mimi watoto waendelee na kupata starehe kidogo, tufaidi maendeleo tunayopigania si wazee. Kuna nafasi ya kukutana na Mwanyika, unaweza kumwambia nini kuhusu Ramadhani? Nikipata nafasi ya kukutana na Mwanyika mbunge, agizo ni hilo, kama maneno haya niliyosema nitamwambia. Hayo sibadilishi, siongezi, sipunguzi. Kijana wako yule ameingia kwenye udiwani, unamwambiaje kuhusu kutekeleza maendeleo ya Ramadhani? Maendeleo ya Ramadhani, tunataka Ramadhani ipambe moto sana hapa kwa kila kitu. Maparachichi tunayo mengi, mahindi, viazi. Tukazane sana
ahimize sana walime watu vilimo hivi. Alatuwenesa aliandala Isa kifuku, yani inatutesa sana, maana magari yatakwama njiani na gharama imesidi, maana kujiri barabara ya matope. Kama wote tunachangia, tunapenda sana, maana tulikuwa tunawaza tunakufa bila kuiona barabara, na mateso ya barabara ndio hiyo. Kila mwaka wanatengeneza, wanachotengeneza hatuelewi, kila wakati matope, kila wakati matope. Sasa wangekalamia watengeneze vizuri, bila gharama ingepungua. Ndio tunapenda sana sana sana. Yani tunamwambia, yani kama hii baba tunamuomba atusaidie na sisi wazee tupite kwa barabara ikiwa nzuri, kuliko tunahangaika na matope hii. Halafu anamaliza hela haina faida. Angetengeneza barabara, hela itakuwa nyingine, inaenda kufanya kazi nyingine. Ndio maana tunaamua tutengeneze barabara, kama tunaomba msaada atusaidi. Kwa majina naitwa Alfred Andrew Mwalongo, nifahamike kwa jina la maarufu kama Lido. Ni kweli hii barabara ina changamoto, inakuwa mbaya sana, hasa katika kifuku. Kuanzia ni mwezi wa kwanza ule, wa pili inakuwa na makorongo mengi, kwa hiyo magari yaliyopakia mizigo ya wananchi ambayo yamepakiliwa hapa kupelekwa labda sokoni Dar es Salaam na maeneo mengine yanakuwa hayafika wakati, ukizingatia kwamba ni mali kuoza, kwa mfano viazi, parachichi na mazao mengine ya chakula ya biashara. Lakini pia ni barabara ambayo tuitamani ingetengenezwa kwa kiwango cha lami kwa kipindi kirefu, kwa sababu ingekuwa imeshatoa faida kwa watu, kwa kizazi na kizazi, kwa sababu ni muda mrefu sasa imekuwa ikiwa na hizo changamoto. Na kuanzia kutoka Ramadhani pale kuna kibao kinachoonyesha kwamba inatoka pale kwenda Iyai, kwa maana hii inaunganisha mkoa wa Njombe na mkoa jirani wa Mbeya. Kwa hiyo ingeleta pia faida, na magari yanashindwa kupita huku kwa sababu ya barabara sio rafiki. Lakini itakapokuwa imewekwa rami, bila shaka wananchi wengi watapata faida. Faida mojawapo ni magari mengi yatapita hapa kwenda Songea, na biashara zitakuwa nyingi, watu daladala nini zitakuwepo hapa kwa wingi sana. Labda kwa eneo hilo nishi hapa. Changamoto gani za msingi unadhani zifanyiwe kazi ya Ramadhani ukiachana barabara? Changamoto kwa kata hii ya Ramadhani, cha kwanza huu ukanda tunaishi watu ni wakulima, lakini tunakosa mahali pa kuuza. Ndio wangekuwepo wadau waje wawekeze huku, wawe wananunua mazao na kupeleka sokoni. Sisi wenyewe tunaamua kupeleka Makambako na maeneo mengine kwa sababu wadau hatuna. Ndio ni furaha kubwa na tabasamu mwanana kuona kiongozi na wasikiliza wananchi wake na kutatua changamoto zao. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana. Sio mama tulikuwa tunapata tabu sana. Kwa kuliona hilo, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Deo Mwanyika, anakualika kutoa kero yako na changamoto ulionayo. Maji hatuna mpaka kesho. Kitongoji gani? Mheshimiwa mbunge, kwa hali ulipofikia pale, kwanza tunakushukuru. Sio mama tulikuwa tunapata tabu sana ya maji. Ndani ya dakika 60 za Deo Mwanyika na Njombe mpya hapa Kings FM Radio, kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 4 kamili asubuhi, na marudio yake siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 kamili usiku mpaka saa 4 kamili usiku. Usipange kukosa. Haya, nina imani umewasikia wananchi wa kutoka Ramadhani, lakini kutoka pale Itulike ndo ambao wametoa maoni hayo kuhusiana na barabara ambayo wanatamani mpaka sasa hivi iwe katika hali nzuri ili iweze kuwasaidia katika kufanya kilimo, kwa maana ya kwamba wanapovuna basi iwe rahisi kupeleka mazao yao sokoni badala ya kupata changamoto katika hiyo barabara. Kuna huyo anaitwa Benaboy kutoka Mji Mwema, anasema naomba kuuliza kuhusu mradi wa barabara ya Lusitu Luponde Wemba mpaka Nundo Pachani. Nini kinaendelea mpaka sasa? Maana inasikitisha kusimama kwa mradi huo. Huu ni mradi ambao mara nyingi sana mbunge Deo Mwanyika amekuwa akiuzungumzia, lakini tutapata majibu katika kipindi kijacho. Tuombeane heri. Lakini mwingine anasema nawapata vizuri, asante sana. Mwingine ametuma ujumbe anasema Mtaule kutoka Lupembe Ikangasi, umeme umetufikia lakini bado transformer imeungua, tunaomba msaada. Haya, hili pia litakuwa limefika. Lakini mwingine anasema ila anampongeza sana
diwani wetu wa kata ya Mjini, hasa alipopambana na uchafu ulikuwa unaichafua shule ya Maheve na shule zingine. Endelea kusembua diwani na kukubali sana. Anaitwa Mr. Tabasamu. Huo ndio ujumbe wake. Ndio maana nimesema tangu awali kwamba si lazima ukatoa changamoto. Inawezekana kwako mambo yamekuwa vizuri, umeme unao, maji unao, barabara inafikika, kila kitu kiko vizuri, unaweza ukatoa pongezi. Lakini wewe ambaye unatamani kuzungumzia changamoto ambayo unaiona kwamba hii inawezekana ikitatuliwa tukazidi kupata maendeleo zaidi, si vibaya ukatumia muda wako ama kutuma ujumbe ama kupiga simu kwa namba 0764 611 hiyo namba ni ya kupiga. Lakini kwa wewe ambaye unatamani kutuma ujumbe, basi tutumie ujumbe wako kupitia namba 0747 130 140 kama walivyofanya hawa wengine, na mimi na usoma hapa studio ili kuhakiki kabisa kwamba ujumbe wako umefika. Msikilizaji kwenye line, hello. Habari ya asubuhi. Salama sana. Sauti ya nani kutoka wapi? Maeneo Maheve hapa kata ya Ramadhani Ezekia hapa naongea Bundiga. Karibu sana, tunakusikiliza. Kwanza nimshukuru mheshimiwa mbunge. Ndio. Kwa hekima yake kubwa ambayo anaendelea kuifanya na maendeleo yake ambayo anaendelea kuonekana katikati ya kata ya Ramadhani. Mheshimiwa Ndole yuko vizuri sana, tuko naye vizuri na tunamtegemea bila shaka ndio msemaji wetu mkubwa. Okay. Mimi niseme kitu kimoja kwamba kwa ajili ya shukrani hizo, lakini sio wasemaji tu na pia watendaji. Na niseme kweli, dunia sasa imebadilika sana. Watu tumebadilika mno, yani elimu imefika kwa kila mmoja. Kwa hiyo kumdanganya kuja kwa mdanganya hapo na mpiga tu swada siku nyingine hivyo. Utakaporudi kama alivyoongea mheshimiwa diwani, inakupa shida mwenyewe kwa sababu unakuwa umejikalia tayari na kaa kichwani, of course, na wakati wa kuenda kuongea na wananchi na changamoto. Okay. Mimi niombe kitu kimoja. Hii barabara ya kutoka Ramadhani kwenda Iyai. Bongo moja na barabara yenye maslahi makubwa na linaingiza hela nyingi mno. Tofauti na viwango ambavyo vinavyo hii barabara. Unazungumzia kata ya Ramadhani, sio? Ndio. Okay. Hii barabara inaingiza hela nyingi, lakini vile kuna hela zimelala kwa sababu hatujaamua kufanya kitu kikubwa kama vile kutengeneza hiyo lami. Kwa sababu ukishatengeneza lami na maana tayari sisi kwanza watu waitulike tunakuwa tumeshatengeneza fursa. Kuna vitu vinakuwa vimeongezeka, vimepanda thamani, na pia vile serikali inafaidika kupitia hiyo kuongezeka thamani kwa mtaa wa Iturike na Maheve. Watafaidika mambo mengi, na hata wanunuzi tunapozungumzia ni hivi ya parachichi, mtu ametoka mbali huko anapofika Njombe anaanza kuwaza gari lake kwa anaingizaje. Yani aache gari lake mayai mjini, of course atafute gari hiyo ya shamba. Sasa huko kimeshakuwa kama shamba kulingana na mazingira ya barabara yalivyo. Okay. Lakini sina shida na viongozi waliopo, naamini kabisa mheshimiwa Ndole pamoja na ndugu yetu mbunge watakuwa bega kwa bega kuhakikisha hili jambo liishe, na tutawashukuru sana. Na kilio chetu kikubwa ni hicho, yani barabara zifikike. Yani hata hii memo kubwa tukipita hii zile za mitaani tutapambana nazo kuhakikisha chakula kimefika barabarani kitembee. Lakini changamoto tulionayo hapa, unatoka nayo shambani chakula kwa tabu kinafika barabarani, hata hivyo bado mpaka tufike mjini kwa tabu. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana. Yani hili mheshimiwa mbunge alichukua kwa uzito na kwa viwango vikubwa, kwa sababu diwani tuko naye kwenye mji huu, tunaishi naye, muda mwingi anatuzungukia, kwa hiyo analijua. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge alichukua hili kama liko nyumbani kwake kabisa, yani kama ndo kwake anaenda nyumbani vile kipo hivi, angefanyaje? Yani chonde tumeende sana katika hilo. Kwa kweli tunamheshimu, tunampenda na tunamwombea. Mambo mengi nasikia bungeni naongea, lakini
tuombe na hili hata pia aliweke kwenye mafaili yake kabisa, alifanyike kazi. Wakati wa kampeni alitufariji, alituongelea vizuri, lakini sisi tuna wajibu wa kumkumbusha kama alivyosema kwamba yeye anaanzisha kipindi hichi kwa nia ya kutufikia. Kwa hiyo na sisi hatuna budi ya kuendelea kumkumbusha pale ambapo tulizungumza kwamba liko serious na tumeliamini kwamba mheshimiwa mbunge ataenda kutekeleza kwa viwango vikubwa. Asante sana. Sana. Okay, asante sana, wasalimie huko Ramadhani. Asante sana. Karibu hapa Maheve. Haya, asante sana. Ni simu hiyo kutoka Maheve na yeye akiwakilisha la kwake, na ameizungumzia hii barabara ya kutoka Kibena mpaka kule Yai, na ni barabara ambayo pia diwani Rastongole ameizungumzia. Ujumbe mwingine ni huwa John Kawogo kutoka Ikando, anasema jamani kero yangu barabara kutoka Ikando mpaka Ibumira Bavu haipitiki kabisa. Lakini mwingine ametuma ujumbe, anasema nampongeza sana mbunge wetu, lakini tunaomba tupambanie barabara ya Njombe Ludewa, maana tunapata tabu sana watu tunaotokea barabara hiyo jamani. James Mtweve wa Nundu, huo ndo ujumbe wake. Mwingine anasema anaitwa Dilu Genge, tunahitaji kuboreshewa barabara ya Kiaula maarufu mlima wa Kitila, kuna makorongo na sasa ni msimu wa kutoa mazao yetu shambani, tunashindwa kupita. Mwingine anasema mbunge ana mpango gani kwa wananchi wa Njombe kuhusu kiwanda chetu cha maziwa ambacho kwa sasa yamekuwa mapagale. Anaitwa Musa kutoka Msete, huo ndo ujumbe wake. Anasema jamani kiwanda cha maziwa. Tunawaomba na wabunge wengine waige mfano wa mbunge huyo. Anaitwa Daniel kutoka Uhekule Mguti. Ujumbe wa mwisho naomba nimalize huu na ujumbe huu ambao unasema miaka 5 si bure, tunasikia mengi, lakini pia tunaomba mbunge aiangalie na hospitali yetu ya mkoa pia na zahanati pia awe anapitia kama ikiwezekana. Mr. Tabasamu anasema asante sana mbunge kwa kufungua nafasi ya sisi kutoa kero zetu. Ndivyo ambavyo nakamilisha katika kipindi hiki cha Deo Mwanyika na Njombe Mpya. Msikilizaji, muda ni ukuta na umetutupa mkono. Endelea kufuatilia kipindi hiki cha Deo Mwanyika wakati ujao ili kupata majibu ya kile unachotamani kukifahamu. Kumbuka, katika kipindi kijacho tutaendelea kuzungumza kuhusu miradi inayotekelezwa chini ya mbunge Deo Mwanyika, lakini pia kupata maoni yako wewe msikilizaji kuhusu changamoto unazokutana nazo huko uliko. Na tutazungumzia juu ya jimbo la Njombe mjini. Hivyo fursa nyingi ambazo tunaziona au tutazisikia ni kutoka katika jimbo la Njombe mjini, ndiko ambako tunazungumzia, na Deo Mwanyika atakuwa anakujibu wewe kile ambacho natamani kukisikia. Deo Mwanyika na Njombe Mpya ni kipindi kinachokujia kila Jumatano saa 3 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili na kurudiwa siku ya Ijumaa saa 3 kamili hadi saa 4 kamili usiku. Ni kwa udhamini wa One Voice Organization kutoka mkoani Njombe kwa kushirikiana na Kings FM Radio. Mtangazaji wa kipindi hiki naitwa Emilia Msafiri, lakini mtayarishaji ni Steven Ngole au Kizito. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Deo Mwanyika, bunge wetu Mwanyika, Deo Mwanyika, bunge wetu Mwanyika, tukupongeza kwa kazi unazofanya, tukupongeza kwa kazi unazofanya.